Echocardiogram ni kipimo ambacho ni kama tu uchunguzi wa moyo kwa kutumia mawimbi ya sauti ultrasound. Wakati wa uchunguzi wa echocardiography, kifaa maalum hutuma mawimbi ya ultrasound na mawimbi yanayorudi kutoka kwenye moyo yanatumiwa kutengeneza picha inayoonyeshwa kwenye skrini kama echocardiogram. Katika echocardiogram tunaangalia muundo wa moyo na kwa kutumia mbinu nyingine kama vile uchunguzi wa Doppler na nyinginezo, tutaangalia jinsi moyo unavyofanya kazi. Kwa hiyo kwenye echocardiography tunayo transthoracic echocardiography pamoja na transesophageal echocardiography. Hizi ndizo mbinu tofauti. Na kimsingi tukija kwenye 2D echocardiogram ambayo tunafanya mara kwa mara katika shughuli zetu za kila siku, ni echocardiogram ya vipimo viwili na inatupa uelewa wa viumba mbalimbali vya moyo na muundo wa moyo pamoja na jinsi unavyosogea. Kwa hiyo kwenye uchunguzi wa echocardiography tunazo mbinu nyingine zinazoitwa mode echocardiogram. Hii ni echocardiogramu ya mwendo wa muda. Hii inatoa miale moja ya uchambuzi wa mawimbi ya sauti. Kwa hiyo tukitumia hii mode echocardiography tutaweza kuchambua vipimo mbalimbali kama vile ukubwa wa moyo, upana wa muundo fulani, pamoja na urefu na kina chake. Kwa namna hiyo tutaendelea kuchambua. Wakati huo huo, kwenye uchunguzi wa Doppler tutaangalia jinsi seli nyekundu za damu zinavyosafiri. Kutokana na hilo, tutaweza kuchambua shinikizo mbalimbali ndani ya moyo. Na pia kuna njia nyingine kwenye 2D echocardiography inayoitwa uchunguzi wa color Doppler. Kwa hiyo, kwa kutumia color Doppler, yani kwa kuweka rangi kwenye seli za damu, tutaweza kuchunguza kazi ya valvu mbalimbali, kama valvu fulani imebanwa au kama valvu hiyo inavuja. Kwa hiyo, kulingana na rangi ilivyowekwa, tutaweza kuchambua jambo hilo. Na pia tunaweza kuchunguza kama kuna muunganiko usio wa kawaida kati ya viumba vya moyo, kulingana na mwelekeo wa mtiririko wa damu na mambo mengine. Kwa hiyo, kwa kufanya hizi uchunguzi wa kina, kwa kutumia mode echocardiography na echocardiography ya vipimo viwili, pamoja na uchunguzi wa Doppler na pia color Doppler, tutachambua muundo wa moyo pamoja na kazi yake kwa undani mkubwa. Hapo awali tulikuwa tunafanya uchunguzi wa cath, mbinu inayoitwa cath studies, ili kuelewa shinikizo ndani ya moyo kwa kuingiza vifaa maalum ndani. Hiyo ni taratibu ya uvamizi. Lakini kwa sasa echocardiography imekuwa mbadala wa cath studies karibu kabisa. Isipokuwa tu pale inapohitajika sana, hatufanyi tena cath studies. Echocardiography imechukua nafasi ya karibu cath studies zote. Hivyo hiki ni kifaa kizuri sana tulicho nacho na inachukua dakika 5 hadi 10 tu kufanya uchunguzi kamili wa echocardiography. Na hiyo inatoa maelezo ya kina kuhusu muundo na kazi ya moyo.